Karibu katika N&M ndoa na mahusiano, tuweze kufahamu mambo ambayo kama mwanamke anayafanya basi inatakiwa uweze kukimbia, ama tunasema uweze kuachana naye, kwa sababu inaweza ikakupotezea muda, ama tunasema inaweza ikakulia muda, ama ikakufanya ukaumia zaidi kihisia pindi ambapo pengine wewe ndiyo utakayekuwa unamhitaji zaidi. Hii ni Dmen TV. Binya subscribe button, share, like, comment. Kitu cha kwanza kabisa, kama ni mtu ambaye anakata plani zako mara kwa mara, yani tunasema una plani jambo, yeye anakuwa wa kwanza kuweza kutafuta sababu nyingine, ama anakuja anahusika dakika za mwisho katika plani za maisha, ama tunasema mipango ambayo inatakiwa muweze kuipanga kwa pamoja kwa ajili ya maisha yenu ya kila siku na hapo baadaye. Kwa hiyo ukiona kama yuko busy lakini pia hana muda wa kuweza kukaa na wewe kuweza kupanga mipango, ama kila ukihitaji kuweza kumshirikisha katika mipango anakuwa ni mtu wa kwanza kuikata, ama tunasema anakuwa busy sana na haonyeshi ushirikiano wote, basi usipoteze muda wako, chukua hatua mapema kabisa ili uweze kutafuta ambaye atakuwa ni sahihi, ambaye anajua thamani ya maisha ni nini, lakini pia anajua nini maana ya mahusiano. Lakini pia kama wewe ni mtu ambaye mara kwa mara ama kila wakati unakuwa ni wa kwanza kuweza kuanzisha mawasiliano, ina maana kama ni kumtafuta wewe mara kwa mara ni mtu wa kwanza, ama licha hivyo wewe ndiyo mtu wa kwanza ambaye unamtumia message, ina maana wewe ukikaa kimya basi na yeye amekaa kimya, pasipo hata yeye kuweza kujiongeza kwamba labda mwenzangu hajanitafuta leo, labda kwa sababu ameishiwa message, ama labda kwa sababu ametingwa na shughuli fulani. Kwa hiyo unakuta wewe kila wakati ni mtu wa kumtafuta tu wewe, ama kila wakati ni mtu ambaye unamwanza wewe, yani yeye hachukulii jitihada zote kuweza kukutafuta wala kukujulisha chochote hata kuhusiana na hali yake anaendelea vipi. Basi utambue kwamba pengine hayuko na hamasa na wewe, ama tunasema hayuko interested na wewe kiujumla. Hivyo wewe unaweza ukawa labda umewekwa kwenye chaguzi fulani, yani ni kama second option. Hata kama atakutafuta, labda atakutafuta kwa shida fulani, ama labda hata kama atakutafuta kutakuwa na kitu fulani ambacho labda anakihitaji zaidi kutoka kwako. Kwa hiyo wako ambao pengine ameshawasiliana nao, ama yuko mtu ambaye pengine yuko naye kihisia zaidi, ama anapendana naye zaidi. Kwa hiyo huyo unakuta anatangulia kuweza kuwasiliana naye ama kumjulia hali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta wewe umekuwa labda kwenye kundi ambalo kimsingi hujapewa nafasi, ama hauko katika listi yake ya kwanza kwa watu wa muhimu. Kwa hiyo unakuta hawezi kukutafuta kwa njia yote ile, iwe ni kwa kupigia simu, ama iwe ni kwa kutumia message kukujulia hali na nini. Basi ukishaona dalili kama hii, tambua kwamba hatambui thamani yako, lakini pia anaweza akawa hakuhitaji, ama tunasema hata kama yuko na wewe basi ni mtu ambaye pengine kuna vitu fulani ambavyo anavipata, hivyo kwa wakati ambavyo anavihitaji ndipo anakutafuta. Lakini pia dalili nyingine na ishara nyingine ambayo anaweza kukuonyesha kwamba huyu mtu inabidi uweze kumwacha na utafute maisha yako mengine, ni kwamba anakuwa ni mtu ambaye anatumia gharama za vitu mbalimbali vibaya. Mfano kama vile umempa pesa, ama labda umempa kitu fulani ya kwamba naomba ukitumie kwa muda fulani, yani kiujumla ni mtu ambaye hajui kuweza kujibudget, ama hatambui nini maana ya kutumia vitu kwa umakini. Basi hii inaweza ikawa ni hatari zaidi. Pia unaweza kujikuta unatumia nguvu zaidi kuweza kutafuta kupambana kuna kule, lakini kimsingi unaweza kujikuta unarudia tena kuyatafuta mambo yale yale. Yani tunasema hata kama ukipata pesa basi kimsingi unakuja tena kununua vitu vile vile ambavyo kimsingi ulishavinunua. Huyo mtu anakuwa hajui kubana budget, ama tunasema hajui nini maana ya matumizi yaliyo sahihi, hasa ukiwa katika maisha ya mahusiano, kwa sababu hapo yanahusisha watu wawili, na pindi ambapo kama mtakuwa hamjui kuweza kupangilia mfumo mzuri wa budget na vitu kama hivyo, ni kitu ambacho kinaweza kikafanya mkahangaika sana, ama upande mmoja ambao ndo unashughulika zaidi ukahangaika zaidi, na kujikuta mtu ukiwa una mawazo katika utafutaji wako kuliko ilivyokuwa kawaida. Lakini ukimpata mtu ambaye anajua kubudget, basi uko sehemu sahihi sana. Mtu ambaye anatumia vitu vibaya, ama tunasema anaenda na budget vibaya, huyu kimsingi hawezi kukufaa, ama tunasema kimsingi sio mtu wa kuendelea kumsisitiza sana ama kumng'ang'aniza sana aendelee kuwepo na wewe. Mwache, tafuta mtu ambaye atakuwa anajua nini maana ya maisha, ama ugumu wa maisha ukoje. Huyu atakuwa anajua kuweza kuplani, anajua kuweza kuzingatia budget na vitu ambavyo pengine utakuwa umehusika kuweza kuvitafuta kwa jasho na vitu kama hivyo. Lakini pia kama pindi ambapo utakuwa naye pamoja, mkiwa labda pamoja, ni mtu ambaye kwa asilimia kubwa
anakuwa busy na simu yake ama anakuwa busy labda na kompyuta yake, muda wote anaitazama hiyo. Inaweza ikawa ni kwa kuchat, inaweza ikawa labda ni kwa kuangalia vitu vingine ambavyo kimsingi pengine wewe wakati ambapo unakuwa labda unaongea ama unamwambia kitu fulani, yeye anakuwa ameka ubize kule, yani kiujumla hataki kusikiliza, anakuwa busy na mambo yake. Pengine hapo kuna udanganyifu ambao unaendelea, ama kuna cheating ipo, labda kuna watu wengine anaweza akawa anachati nao, ama kuna watu wengine anaweza akawa amewapa umuhimu zaidi. Kwa hiyo kwa wakati huo anajifanya anaangalia simu, lakini kimsingi hao watu anawasiliana nao, lakini wewe hakupi ile thamani wala hakusikilizi. Hichi ni kitu ambacho ni hatari sana. Ukishaona dalili kama hii, labda upo na mpenzi wako, mara anaficha simu, wakati mwingine labda kama anamtumia mtu message, anakaa kwa mikao ambayo labda ni kukuzuia wewe kuweza kuona kile kitu ambacho kinaendelea, ama wakati mwingine simu ikipigwa hapokei, ama licha ya kutokupokea ni kwamba anatoka nje ndo anaenda kuongea, basi utambue upo katika mahusiano ambayo ni hatarishi zaidi. Hayo mahusiano yanakuwa ndani yake yana shida kubwa sana, uaminifu ni mchache. Kwa hiyo ukiona mwanamke ana ishara hizi na dalili, basi ni bora ukaweza kuachana naye mapema kabisa, uweze kutafuta mtu ambaye atakuwa anaona thamani yako na anayekusikiliza, kwa sababu mwanamke akikupenda atakubali kuweza kusikiliza, atajali hisia zako na vitu vingi sana ambavyo vipo katika mfumo wa maisha yako. Lakini ukiona kama ana tabia ya namna hii ama anafanya mambo kama haya, basi tambua kwamba sio mtu mzuri ama sio mtu sahihi. Na kwa nini uendelee kupoteza muda wako? Muda wako inatakiwa uweze kuthaminiwa. Mtu ambaye anathamini muda wako, huyo ndiye anayekupenda, lakini pia huyo ndiye anayekufaa katika maisha yako. Lakini pia kama ni mtu ambaye hakushawishi wewe kuweza kufanya kitu ambacho kinakuwa labda cha maendeleo, ama tunasema hakusupport moja kwa moja katika kazi ambayo unaifanya ama katika maendeleo, ama kuleta kitu fulani kubadilisha mfumo wa maisha katika maisha yenu ya mahusiano, basi anaweza akawa ni msichana ambaye ni mbaya sana. Pengine yupo hapo kwa ajili ya mahitaji yake binafsi ama kwa ajili ya mambo yake binafsi, kwa sababu mtu ambaye anakuwa amesha kubaliana na anakupenda na anatamani uweze kuwa mtu wake maisha yenu yote, ni kwamba atakuwa tayari kuhakikisha kwamba anakusupport kwa kile kitu ambacho unafanya. Ushindi wako ama tunasema kufaulu kwako katika hicho kitu ambacho unakifanya, basi kwake kinakuwa ni faraja kubwa. Lakini licha hivyo anakuwa anajivunia zaidi na mambo ambayo yanaendelea, ambayo yanakuwa ni ya kimaendeleo zaidi ama ya kupiga hatua mpya. Lakini ukiona kama mwanamke hakusupport, lakini pia hata kama kuna hatua mpya umepiga, basi sio mtu ambaye anaonyesha kufurahia ama anaonyesha kuzidi kukupa moyo, basi utambue kwamba huyu mtu anaweza akawa yuko pale kwa ajili ya mambo mengine. Huyu hakufai na inaweza ikakugharimu sana katika maisha yako, kwa sababu mtu anayekupenda atajivunia katika kila kitu ambacho unakifanya, lakini pia atajivunia katika hatua mpya ambayo unakuwa unaipiga. Yani atakuwa ni shabiki wako wa kwanza kwa kile kitu ambacho unakifanya. Lakini ukiona huyu mtu sio shabiki wako wa kwanza, basi tambua hapo kuna tatizo. Inatakiwa uweze kuchagua njia mpya, ama uchague tu namna ya kutafuta maisha mengine kwa mtu ambaye atathamini kile kitu ambacho unakifanya, lakini pia atakupenda kwa dhati na kuonyesha ushirikiano wa dhati katika maisha yako ambayo unakuwa ukijituma katika mambo tofauti. Kwa hiyo ukishaona dalili kama hii hivi, inatakiwa uchukue hatua mapema sana, mwache aende zake, kwa sababu usipoteze muda, kwani haupo pale kuweza kutumia nguvu zako bure. Haupo pale kwa mtu ambaye atakuvuta nyuma shati, haupo pale kwa mtu ambaye hatothamini kile kitu ambacho unakifanya, kwa sababu moja ya ishara ya upendo ni kuthamini hata kile kitu mtu ambacho anakifanya. Endapo utaona ana ratiba ambazo zimebana, kimsingi ratiba zake ni za kuwa busy muda mwingi, ama tunasema muda mwingi anakuwa hayuko karibu na wewe, muda mwingi anakuwa labda busy na kazi zake, anakuwa busy na mambo yake, kimsingi hana muda na wewe wa kutosha, huyu mtu anaweza akawa ni hatari sometime, kwa sababu atakuumiza sana kihisia. Lakini pia pindi ambapo unakuwa unamhitaji, kunaweza kukaa na ugumu mkubwa sana kwa wewe kuweza kumpata. Sasa mtu wa namna hii inakuwa inamaanisha kwamba kuna kipindi fulani ambacho pengine mnaweza mkawa mnahitajiana muweze kuwa pamoja na vitu kama hivyo. Swali la kujiuliza, kama anakuwa uko nje kwa muda mrefu ama labda anakuwa busy kwa muda mrefu, je, pindi ambapo anakuhitaji ni wapi ambapo anamaliza haja yake, ama ni wapi ambapo anafidia ile nafasi yako? Kimsingi hapo kuna mambo mawili kama si matatu, ni kwamba pengine kuna mahusiano mengine ambayo anapooza nayo, ama licha hivyo pengine kuna sehemu kwa asilimia kubwa huwa anapitia kuweza kuhakikisha anaendeleza pia mahusiano yake mengine. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa makini katika hilo, kwa sababu ukisha kuwa na mtu wa namna hii
kutambua kwamba atakuchanganya na wanaume wengine tofauti, lakini licha hivyo yawezekana hana hamasa na wewe, ama tunasema hakuhitaji tena katika mfumo wa maisha yake, ama labda yuko kwako kwa ajili ya mambo fulani, labda ni mtu ambaye unajiweza kifedha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo anaviangalia zaidi, lakini kimsingi kwenye swala la mapenzi ya dhati, panapokuwa na mapenzi ya dhati ni kwamba huyu mtu anakuwa tayari kuchukua nafasi yote wakati wowote kuweza kuonana na wewe, kukutana na wewe, anakuwa anatamani kuwa karibu zaidi na wewe, haijalishi ya kwamba kuna ubize wa namna gani, bali nafasi yote atakayopata basi atakisha anakuwa na wewe. Lakini ukiona ubize umezidi, muda mwingi anakuwa anasingizia kazi zimembana, alafu ukiangalia ratiba yenu ya kukutana ni ndogo sana, ama kuna gap ndogo sana, tambua kwamba hapo pengine wapo ambao wamepewa thamani nje, wapo ambao anaoendelea kuishi nao. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa makini na mazingira ya namna hii, kwa sababu mahusiano ya namna hii yatakufanya uwe na stress, yatakufanya uumie, yatakufanya usijisikie kujiamini zaidi pindi ambapo unakuwa ukiendelea labda na majukumu tofauti. Kwa hiyo inatakiwa uweze kumwacha aende zake, angalie maisha yake mengine kama anakuwa na tabia kama hii, au ndo vitu ambavyo anakuwa anavifanya. Lakini pia kama ni mtu ambaye mara kwa mara sio mtu wa kuweza kusema neno labda naomba nisamehe pindi ambapo anakuwa amekosea, ama hawezi kukiri chochote pindi ambapo anakuwa amekosea. Yani kimsingi kama amekosea, sio mtu ambaye anaonyesha kujishusha ama anaonyesha kwamba kakosea, huyu anaweza akawa ni hatari zaidi, kwa sababu anaweza akawa anahitaji kuweza kuwa na nafasi kubwa zaidi, yani mfano kuwa mwenye sauti ama ndo mwenye nguvu kubwa. Kwa hiyo atajaribu kuweza kukufifisha, ama tunasema atakuwa muda mwingine akikutamkia maneno ambayo yatakufanya wewe uwe dhaifu mbele yake, ili hata neno hili yeye kuomba msamaha pindi ambapo anakosea basi lisiwe ni jepesi kwake. Kwa hiyo unakuta ni mgumu sana kuweza kuomba msamaha ama kukusikiliza katika mazingira fulani ambayo pengine anakuwa amekosea. Kwa hiyo huyu anakuwa kimsingi hana busara na hekima, lakini pia pengine hata malezi ambayo amekuwa nayo kidogo yanakuwa ni changamoto, ama kuna mambo mengi ambayo tayari ameshajihusisha nayo. Kwa hiyo swala zima la heshima linakuwa ni dogo sana, ama kutambua thamani ya msamaha katika maisha yake inakuwa ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa makini katika mazingira namna hii, na ukishaona mwanamke anafanya vitu kama hivi ya kupaswa uweze kuchagua njia nyingine. Usinganganie kuendelea kuwa naye, kwa sababu tunaamini ya kwamba katika swala zima la mahusiano kila mtu anapokosea yapaswa amwombe mwenzie msamaha, lakini pia kila mtu ambapo anahisi kutokwenda sawa basi inatakiwa aweze kukiri kwamba hapa sipo vizuri. Kama haya yamekusaidia ama kama ulishaikutana nayo, basi kimsingi andika katika sehemu ya comment, tuweze kukutana katika makala nyingine ambayo tutaongelea masuala ya mahusiano zaidi.